Wiki hii kwenye The Dark na kuletea msanii mkongwe wa muziki nchini Tanzania. Familia yake ni muziki, lakini ametengeneza wasanii nje ya familia yake. Huyu ni nani? Huyu ni mzee Zairi Zoro. Vibao vyake vingi vimeweza kutikisa masikio ya watu, mioyo ya watu, kuiburudisha. Kunani The Dark mpaka Kigamboni ni kwenda kumwangalia mzee huyu ambaye amekuwa kimya kwa muda mrefu. Kunani, nini kinamsibu zaidi? Maana kuna taarifa zilikuwa zikieleza kwamba anaumwa, lakini sisi The Dark tutaungana na Bongo Kings kwa ajili ya kumpa zawadi, kutambua mchango aliofanya kwenye muziki wa Bongo Flava. Ungana nami tukuletee ripoti hii. Naam, mtazamaji wa Bongo 5 TV, hii ni Bongo Kings, kipindi maalum ndani ya Bongo 5 ambacho tunazungumza na watu ama wasanii waliochonga barabara ndani ya muziki wa Tanzania kwa ujumla. Na leo ninaye huyu ni mmoja kati ya tunayosema amana ama amechonga barabara, mfanya vitu vingi sana kwenye muziki wa Tanzania. Sio mwingine ni mzee Zairi Zoro, wasanii wa kongwe, lakini pia familia yake yote ni muziki amefanya muziki wake wa muziki wa bendi, amefanya muziki wa Bongo Flava, muziki yote amefanya, na ana mchango wake ni mkubwa sana kwenye muziki wa Tanzania. Kabla sijaenda mbali zaidi, kama unavyojua Bongo Kings sisi ni kuwapa heshima kwanza kwa kazi wanayoifanya. Naomba kwanza nimpe zawadi yake ambayo tumekuja nayo kutokana na mchango mkubwa aliofanya kwenye muziki. Zawadi hii ni cheti cha pongezi kwanza, ambacho kizito kama mbao, ambacho ndani yake kina picha mbalimbali kama utaziona vizuri. Kuna picha kuna picha yako hapo, ulikuwa kifua wazi zamani, pande la mtu askari kabisa, combat na Maunda kwa mdogo. Afusikie kwa anaomba. Alikuwa anauma. Alikuwa anauma. Okay. Na kuna picha zako zingine, hii picha unakumbuka kwa mwaka gani? 79. Okay. Yes, nani? Hizi hapa. Ni hizi tu. Yes. Ni picha zako, ni kumbukumbu. Na cheti kimeandikwa cheti cha pongezi. Asante. Cheti cha pongezi cha mzee Zoro. Cheti hichi kimetolewa na kipindi cha Bongo Kings. Cheti hiki kimetolewa na kipindi cha Bongo Kings kwa mzee Zoro, kwa kutambua mchango wake mkubwa katika kuupa thamani na heshima muziki wa Tanzania. Muziki wako umeleta hamasa na fursa kwa vipaji vipi vya muziki wa Tanzania. Asante. Kimetolewa na Bongo 5 pamoja na Tusua Digital. Asante. Tumeona kazi kubwa ulifanya kwenye muziki. Mimi nashukuru. Okay. Nashukuru kwa sababu tumetoka mbali sana. Na umri wa miaka 71 definitely na kukwenda sio mbali. Tutoka mbali. Tukua wengi sana. Walatidi wanasema on pluribus unum. Out of so many, only one goes through. Wenzangu wengi wako nyuma. Wachache wapo. Wazee sana. Okay. Aghalaba utakunana. Okay. Mimi kwangu nikikuangalia kwa umri wako na makubwa na legacy uliyoifanya, naona alama kubwa sana. Tusiende tu mbali katika familia yako, tukimwangalia Barana Zoro, lakini ndani ya nyumba yako, lakini pia unao wajukuu ambao wanafanya muziki, unao watoto wako kwa ujumla wamfanya muziki, akiwemo Marehemu Maunda ambaye anafanya muziki kwa mafanikio makubwa. Familia yako ni wote ni muziki wanafanya? Waliamua wakafuata, wakawa na muziki. Barana akaanza kupiga muziki kama mimi. Sasa hivi amekuwa nguli.
legendary kabisa mwana. Yeah. Okay. Nashukuru kwa sababu kama kuna watu wanaweza kakaa katika institution zao, tumpelekee Mzee Zoro zawadi, ni heshima kubwa sana. Taienzi, taiweka somewhere, ila nikiweka huko wajukuu zangu wanaondoka nazo. Kiwaga moja mshua master, mlikuwa mmoja anaitwa Zahir kama babu yacha sio maandiko Zahir aliacha hapo kasipana kafika chupani kwake. Ulibahatika kuwa na watoto wangapi, wajukuu wangapi? Nina watoto wengi leo. Wewe wameondoka. Mtoto wangu wa kwanza aliitwa George. Alizaliwa mwaka 70. Akafariki. Mtoto wangu wa pili anaitwa Zoro. Tunaye hapa jumba hili. Anakaa humu ndani. Mtoto wangu wa tatu aliitwa Zubeda. Bahati mbaya alifariki. Mwana yule bado. Mtoto wangu wa 4 aliitwa Msimu. Ndo kabza huyo hapa. Tuletea dawa. Mtoto wangu hiyo 79 sikupata mtoto shauri ya vita. Vita ilipunguza kasi kidogo. Lakini sabini na 80 nipata mtoto. Anaitwa 87, 76, anaitwa Osman. 92 nipata watoto mapacha. Mmoja alifariki mwaka jana, mmoja yupo Arusha. Na Asman yupo Arusha. Wajukuu nao wengi. Sijamsikia ukimzungumzia Banana wala au yeye. Banana kwa sababu tulishamzungumzia, lakini Banana alizaliwa 83. Okay. Umesikia? Sawa. He was born on 25th of May. 25 May 1985. Mafinga. Maundu akazaliwa tarehe 11 mwezi wa 3 kama Zoro ambaye yuko alizaliwa tarehe 11 mwezi wa 3 75. Maunda tarehe 11 mwezi wa 3 86. Ya. Na wajukuu wengi. Maunda kaza watoto 3. Maunda. Mama yake huyu Simu kaacha wane. Zubeda kaacha tonga 3. Ana watoto wengi. Ana watoto wengi kama 5. Na wajua mimi. Maunda kaacha 3. Binti yangu Arusha ana mtoto mmoja. Osman ana watoto wengi sana. Bibi yake ananiambia. Ndio hivyo. Hongera sana. Mtoto wangu mwingine akaitwa wa pili. Alizaliwa Haiti. Alifariki Amerika. Hakuwa anacheza baseball. Alianza kuwa maarufu. Akapata ajali.
Pole sana. Asante sana kwa historia hiyo kubwa, kwa sababu tukiwa tuangalie familia ya muziki bado inaendelea ama ni Banana tu ambaye ndo sasa hivi anaonekana. Kuna vijana wanakuja pia. Yule pia anaimba vizuri sana. Okay. Lakini hayuko kwenye muziki. Lakini ana sauti nzuri sana. Siku kwanza kuona nje. Kale sikia sauti kama Maunga. Kasema naota. Kamka. Zadi shani kamsikia naye. Anaimba kama Maunga tu. Okay. Na bila shaka safari yako ya maisha imekuwa ni muziki maisha yako yote. Of course. Mpaka sasa hivi. Na nimeishi kwa muziki. Nimetegemea muziki. Muziki ndio umenifikisha hapa. Muziki ndio umejenga nyumba hii. I respect my job. Nimekutana na watu wengi. Wasema sacha muziki. I pray to my Lord. Kwa sababu nimeanza kusali zamani. Tukiwa miaka 60. Nikiwa mdogo. Sasa I have a way with the Lord. Mungu ananijua. Na mimi namjua Mungu. Na kuna watu wito chosen one. Wapiwa wima. Kuna vitu fulani sio vya kawaida. Nina mawasiliano makubwa na Muumba. Sometimes he talks to me. Sometimes mtu wake ananitokea. Siku moja naendesha gari kubwa sana. Prado TX kwa wani. Siku moja anatokea kiume akaniambia, Zoro, jihadhari kesho. Kuna mpumbavu mmoja hapa Kisota ametuma watu wakupiga risasi wakuja gari. Nilikuwa naenda kazini. Kaenda kazini. Wakati narudi, mlinzi mmoja jirani akanifuata. Akamwambia, mzee Zoro, nipe lift kama uko twende. Akaingia. Sasa na rafiki zangu nje wawili. Kabashuka kalet. Najua lidude. Sijua teksi. Piga roko zote sasa. Kakada. Akaja ronga siki. Siku gani? Kaja nwele. Kaja kalifaki. Karena na upa. Pole sana. Pole sana. Na muziki kwako umezungumza na kila kitu na umeconnect na watu wengi sana. Sasa unajua naongea mpaka na viongozi wa nchi kwa simu. Kuna kitu unahisi umeacha kama deni kwenye muziki? Muziki unaenda kwa sababu na uwezo sana. Nina uwezo sana. Kama nitanyanyuka hapa kuwa fresh, taanzisha bendi yangu. Nina full vyombo vikubwa. Mashallah. Wanamuziki nao. Nahitajika sasa kufanya mazoezi. Mazoezi ili ukae vizuri. Sauti kutoka hivi kwa sababu muda mwingi siongei. Lakini sauti yangu ina nguvu. Hello. Sikia. Ipo. Vocal ipo. Okay. Na kwa mara nyingi peke yangu. So unahitaji utoke kidogo, marafiki wakutembelee. Wanatembelea. Upate mazoezi ya kuongea, wakati mwingine kuongea sitaki sana. Kwa nini? Sauti yangu itapumzika. Okay. Sauti ni mali sana. Watu sasa hivi kuimba kama ninavyoimba mimi. Okay, ngera sana. If God's will. Kwa sababu
mwili wangu hauna ugonjwa wote ambao malaria tu. Na kwa naumwa kutoka Septemba na kukaa ndani. Yeah. Okay. Na hakuna jitihada kushaanza sasa za kutaka kuanza mazoezi taratibu, tunasema nataka kufanya mazoezi ya mwili. Nimpate mtu wa mazoezi ya viungo. Ambao atakusaidia kuweka sawa sasa. Kama hivi ili viendelee. Kuna jitihada bado. Ya. Ansaidia. Mheshimiwa FA. Ndo ananisimamia sana. Okay. Okay. Tunafanya interview hapa ni nyumbani kwako. Lakini muonekano wako mzee wangu bado ni bling yani swaga fulani yani bado. Kwa sababu unajua unapokuwa na nguo nzuri sasa kwa ndani labda zibie kwa kutoka na nguo utava tulikana clean smart. Unapenda bling cheni niona lazima kutoka hii nina Versace Le Mayor Mea ini Versace The Mea ilitoka Amerika. Ilitoka Amerika. Analetea tipo wa Zizu Fashion. Alikuwa ni bosi wa lebo yetu. Na hii Platinum aliniletea sila miaka kaa 19. Okay. Na hii hapa Tanzanite. Ina ruby silver. Okay. Bado ni bling yani mtu ambaye anapenda sana. Nimependa hiyo sana. Nimependa sana. Kepu fulani hivi. Unadhani umaridadi kwa sababu hii ni lifestyle yako kwa ujumla. Na umeishi huko kwenye muziki. Umaridadi una nafasi kubwa sana kwenye maisha ya msanii. Kwa smart kwa smart. Chote hata jesoma umevaa vizuri. Umependeza. Dada kwa. Sauti jina kapendeza producer. You have to look smart. Especially nowadays. Ona Tanzania na Nigeria. Kwenye harusi walipendeza. Moja kitu ambacho nafurahishwa nacho sana mzee Zahir ni mwana mitandao sana. Basi. Yaani mwana mitandao vibaya sana. Ni rafiki yako karibu sana kwa sasa. Sababu ndio maana siongei. Muda wako mwingi sana ni TikTok ama wapi sana? Ndiko TikTok. Baadaye nasikia uipati. Nikajitoa tu. Niko FB, Twitter na WhatsApp. Na AI. Una AI? Naongea nazo. Unaongea story gani? Akili mnembe. Akili mnembe. Wanaongea nazo. Naongea naye mpaka anafikiria ni binadamu. Okay, so imekusaidia kuondoa upweke kwa namna moja nyingine. Mimi siwezi kuwa mpweke. Wajukuu hawa kwangu ndo hapo. Takuwaje mpweke? Nilifanikiwa, maisha yangu yalifanikiwa. Nilikuwa kuwa mpweke. Ukifail in life, unakuwa mpweke. Nilifanikiwa. Siwezi kuwa mpweke. Okay. Na unahisi muziki bado una udai? No. Na kwa sababu watu wanafanya muziki, kitu ambacho sikufanya watafanya wao.
ya Legacy. Okay. Na wengi hivi wakati ile Mzela ilikuwa ni kipindi kile huko kwenye bendi yenu mpya na mtoto wako? Bendi ya Banana. Ya Banana. Ndo kapita ile. Mzela tumeimba hata Maunda. Alikuwa pia Maunda pale. Kule chorus za chini kule juu. Maunda. Sema alikataa. Sijaandika bana. Alikataa. Maunda alikuwa kuna namna alikuwa hatari sana. Muziki alishaona kwamba kama akae pembeni. No. Maunda alikuwa anamsikia vizuri. Nilimwahidi mimi. Tulia tu. Nikianzisha bendi yangu, utakuwa lead singer. Bendi itakuwa nzuri. Utafanya muziki. Walikuwa wanampiga vita. Ruge akisema Maunda, sikukuu unakuja kuimba Christmas. Kisha toka gazeti linatoka. Maunda Zoro mwanamuziki anaifuta bangi sana. Wanamuziki wenzake walikuwa wanamuogopa. Fitina zimeanza muda mrefu za kwenye muziki. Wamepumzika sasa. Wagombani wenyewe. Lakini zamani fitina zilikuwa kwenye muziki toka miaka yote. Kwa mbaji wazuri sana. Hawakusikika kabisa. Kwa sababu hata kusikika ni deal. Ni kweli usikike inabidi mambo mengi. Ushirikina ulikuwa pia. Hata sasa hivi wanafanya mpaka kesho. Mimi ni mtu wa Mungu. Siwezi kufanya ushirikina. Kwangu hata na Mungu hivi. Wajukuu zangu kuuliza hawaingii waganga. I don't trust them. Unakumbuka safari yako ya kwanza kabisa ya muziki ilianzia wapi? Yaani Mwanza. Mwanza 1969. Kakaa miaka 5. Nikaenda Sensera. Nikakaa miezi 3. Nikarudi Dar. Nikajiunga na TPDF. Ile Pasilipa. Kakaa pale. Ajira ikatoka JKT. Kiongozi akaniambia kuna ajira wiki. Kaenda JKT. Kana JKT kaji. Tarehe 1 mwezi wa 11 mwaka 73. Kaenda kozi Mafiga. 5 operation 5 miaka 19. Okay. Safari ya muziki ikaiva kabisa. Yeah. Okay. Na kipindi kile platform zilikuwa ni radio ili usikike zaidi. Radio Tanzania. Radio Tanzania zaidi. Na Radio Kenya. Utasikiliza tena muziki? Muziki? Kusikiliza? Nasikia sana. Muziki upi? Napenda muziki wa Mbosso. Mbosso. Okay. Japo nampiga vita. Ndio muziki, zile vita ambazo umezizungumza. Nampenda Mario. Napenda Vanny Boy. Vanny Boy. Tetema, mama. Mama Tetema. Nampenda Diamond. Alikiba. Harmonize. Mito. Okay. Tukanegemea. Utakuegemea? Tumalize yake. Okay. Basi sasa una chochote kwenye industry kuzungumza, chochote kuambia wasanii lakini wadau wa muziki, kwa sababu ya umefanya mambo makubwa, umechonga barabara, una chochote? Mimi naambia tu Tanzania asanteni kwa kunikubali kwa miaka mingi na kukubali familia yangu na kunifahamu. I love you. Shukrani sana mzee. Hai. All the best.